Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan na Rais wa Zanzibar ambaye pia mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Daktari Hussein Ali Mwinyi washiriki kumbukizi maalum ya miaka 54 ya Rais wa kwanza wa Zanzibar hayati Sheikh Abeid Amani Karume iliyofanyika hapo jana mkoa wa Mjini Magharibi. Baraza la Michezo la Taifa laupongeza uongozi wa Chaneta kwa kuandaa semina ya makocha zaidi ya 50 kutoka mikoa mbalimbali, lengo likiwa ni kurejesha mchezo huo katika ushindani. Habari za asubuhi mpenzi mtazamaji wetu, karibu sana katika kipindi cha Asubuhi Njema kinacholetwa kwako nami Kisa Mwipiana, ambapo nitakusomea taarifa ya habari, lakini baadaye tutapata muda wa kuangalia vichwa vya habari vilivyojitokeza katika magazeti kwa siku hii leo. Karibu. Viongozi wa kitaifa akiwemo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan na Rais wa Zanzibar ambaye pia ni mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi pamoja na Mheshimiwa Daktari Hussein Ali Mwinyi hapo jana wameshiriki kumbukizi ya miaka 54 ya aliyekuwa Rais wa kwanza wa Zanzibar hayati Sheikh Abeid Amani Karume. Tupate taarifa zaidi. Katika dua hiyo iliyofanyika afisi kuu ya CCM Zanzibar Kisiwandui mjini Unguja, visomo na dua mbalimbali zilisomwa. Akitoa nasaha katika dua hiyo, Sheikh Alhadi Musa Salum amehimiza suala la kuombea dua na kuwataja waliotangulia mbele ya haki kwa matendo yao mema. Ni mtu ambaye tuna kila sababu ya kumwombea Mungu, lakini kumkumbuka. Ujasiri leo ambao tunausema walionao Wazanzibari katika uthubutu wa mambo na katika umakini ni kwa sababu ya mzee Abeid Amani Karume. Baada ya kumalizika kwa kisomo na dua, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi aliongoza zoezi la uwekaji wa mashada ya maua kwenye kaburi la marehemu mzee Abeid Amani Karume, Rais wa kwanza wa Zanzibar na muasisi wa mapinduzi pamoja na muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Wakati huo, viongozi walimhadithia mzee Karume kama kiongozi aliyopenda umoja na mshikamano. Na falsafa wamezungumza kwamba ukiona matukio kama haya mwanadamu anatengenezewa, kwa maana kuwe na matukio ambayo yanakuwa endelevu ya kumkumbuka na kumwombea dua. Ni dhahiri huyo mtu ameacha alama kubwa sana. Kwa hiyo labda tuseme tu kwamba kuihuisha ile ndoto ya Rais Karume, mzee wetu muasisi wa mapinduzi na muungano, ni kuendeleza umoja wa Afrika, na tuwasihi sisi, tujinasihi sisi na tuwanasihi wenzetu wote kwamba tupambanie umoja wetu kama Afrika. Barabara ambazo zinajengwa ndo kama ya kipindi kile. Hata kama ukipeleka kijijini leo hasipiti gari, lakini baada ya miaka 5 miaka 10 watu watakuja watapita, na fedha pengine kipindi hicho hiyo hakuna. Kwa hiyo tunaona kwamba mzee Karume tunamuenzi. Wananchi wao walimwelezea mzee Karume kwenye miradi ya maendeleo na hata kwenye sekta ya elimu na afya kutolewa bure. Kwa waliotueleza waasisi wetu lazima tumuenzi kwa makubwa yake aliyoyafanya, maana alikaa muda huu aliokaa, lakini alichuashia alama, na alama ndo tunaziona. Kajitita kwa mambo mengi tu, kwenye afya, kwenye elimu bure, afya bure. Manake zamani ilikuwa hospitali ziko mbali sana. Itakumbukwa ilikuwa ni tarehe 7 Aprili 1972 jemedari wa Zanzibar Sheikh Abeid Amani Karume alipouawa na wapinga maendeleo, na sasa ni miaka 54 Zanzibar bila ya mzee Karume. Makasim, Channel 10, Zanzibar. Na mtazamaji, Channel 10 ilizungumza na baadhi ya wazee wa Zanzibar kuhusu uongozi wa hayati Sheikh Abeid Amani Karume na jinsi walivyofahamu utendaji wake kazi. Tuwasikilize. Tumweze kwa yale ambayo aliyoyaanzisha yale, tumwenzi kwa sababu kaanzisha mambo makubwa na yenye kaanzisha kupata nchi. Sisi tulikuwa tukitawaliwa pamoja na nini, lakini Karume ndiye alosema kwamba tunataka uhuru wa Zanzibar, na ndiye akasimama mtu wa mwanzo kusema tunataka uhuru, na baadhi tena tukamfuata. Kwa hiyo yale aliyoanzisha yale, mimi kama nyinyi vijana naomba sana muyafuate. Amelijenga ile taifa kwa kiwango kikubwa sana. Ninavyomfahamu mimi, kwanza alikuwa ni mtu msikivu, mtu ambaye anapenda maendeleo. Kwa sababu kama asingependa maendeleo, Zanzibar hii iliyo sasa isingeweza ikafikia hivi ilivyofikia.
Kwa alikuwa ni mtu mpenda maendeleo, lakini mtu ambaye anapenda watu na siku zote alikuwa anapenda ustawi wa hii Zanzibar. Lakini pia ni mtu ambaye alikuwa anapenda sana muungano. Na ndio maana alikubali Zanzibar iunganike na bara ili kuunda Tanzania. Na mtazamaji, hivyo ndivyo rais wa kwanza wa Zanzibar hayati Sheikh Abeid Amani Karume alivyoenziwa huko Zanzibar katika kumbukizi ya miaka 58 tangu kuuawa kwake. Mtazamaji, tunaendelea na taarifa ya habari ndani ya Asubuhi Njema. Mamlaka ya uteuzi imeridhia maombi ya muda wa ziada wa tume kukamilisha kazi na imeongeza muda wa tume hiyo kwa siku 21 na kuwezesha tume kukamilisha uchambuzi wa ushahidi, taarifa na maoni yaliyopokelewa, kutoa fursa kwa wataalamu wa uchunguzi wa kisayansi kufanyia kazi baadhi ya vielelezo vipya vilivyowasilishwa ili kuiwezesha tume kukamilisha maandalizi ya ripoti itakavyowasilishwa kwa Mheshimiwa Rais na kutoa fursa kwa tume kuandaa tafsiri ya ripoti. Na tume inaendelea kuwashukuru wananchi, wadau wote waliotoa ushirikiano kwa tume wakati wa kufanya uchunguzi, ikiwemo wale waliofika mbele ya tume kutoa ushahidi, taarifa na maoni, waliopiga simu na kutuma ujumbe, waliotuma ushahidi, taarifa na maoni kwa maandishi na waliowasiliana na tume kwa njia ya mitandao ya kijamii. Na mtazamaji, tunaendelea na taarifa yetu ya habari. Chama cha Mapinduzi kimeitaka serikali kutoa ruzuku ya mafuta ili kuwezesha bei za mafuta kuwa nafuu kwa wananchi kufuatia kupanda kwa bei za mafuta kulikosababishwa na mapigano ya vita vya Iran dhidi ya Marekani na Israel. Maagizo hayo ya CCM kwa serikali yametolewa hapa jijini Dodoma na katibu wa itikadi na uenezi wa chama hicho Bwana Kenan Kihongosi wakati alipokutana na waandishi wa habari. Chama kinaelekeza wizara kuangalia namna ya kuweza kutoa ruzuku kama ambavyo Mheshimiwa Rais aliweza kufanya mwaka 2022 kwa kutoa zaidi ya bilioni 100 ili kuleta unafuu kwa wananchi wetu waendelee kufurahia matunda ndani ya taifa lao. Hili ninaamini serikali sikivu ya Chama cha Mapinduzi itaona namna bora ya kuweza kufanya. Pamoja na mambo mengine, katibu huyo wa itikadi na uenezi wa CCM akatoa ushauri kwa serikali na wananchi kwa ujumla. Chama kinaitaka serikali ihamasishe kupunguza matumizi ya nishati ya mafuta katika ofisi za serikali, binafsi na umma kwa ujumla, ili changamoto hizi zinapotokea tuwe na uwezo wa kujiendesha kwa njia ya nishati mbadala kama ambavyo nimeeleza awali, CNG, lakini kwa kutumia gesi asilia kuweza kusaidia kuendesha mitambo, lakini katika matumizi ya kawaida au kufunga gesi katika magari, bajaji na baadhi ya vyombo vya usafiri. Aidha, Bwana Kiongozi akaweka wazi hatua ambazo serikali imeshaanza kuchukua ili kukabiliana na mifumuko wa bei za mafuta kunakosababishwa na vita vinavyoendelea baina ya Iran dhidi ya Marekani na Israel. Kuanzisha mfuko wa kuhimili ukali wa bei za mafuta, Fuel Price Stabilization Fund. Serikali inakamilisha utaratibu wa kuanzisha mfuko maalum utakaotumika kupunguza makali ya bei ya mafuta kipindi ambacho bei hizo zinaongezeka kwa kasi kubwa. Mpango wa kuanzisha mfuko huu uko katika hatua za mwisho. CCM imesisitiza kuwa kupanda kwa bei za mafuta sio kwa Tanzania peke yake, bali hata nchi nyingine kama Zimbabwe na Kongo bei zimepanda maradufu, pamoja na serikali kupunguza kodi na kuweka ruzuku. Kutoka hapa Dodoma ni Kuringemongi. Na shukrani Kuringemongi kwa taarifa hiyo. Miaka 32 tangu mauaji ya kimbari nchini Rwanda mwaka 1994, wananchi wa Rwanda waishio hapa nchini Tanzania wameungana kuadhimisha siku hiyo kwa kusisitiza umuhimu wa amani, haki na kuendeleza kumbukumbu kwa vizazi vijavyo. Mwandishi wetu Jamila Omar anaripoti zaidi kutoka jijini Arusha. Ambayo hufanyika kila mwaka Aprili 7 yamefanyika jijini Arusha katika makao makuu ya Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Akizungumza kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Arusha, meya wa jiji la Arusha Maximilian Irange amesema kumbukizi kama hizi ni muhimu katika kujenga uelewa wa vizazi ambavyo havikushuhudia tukio hilo ili kuendeleza misingi ya amani na mshikamano. Ukiangalia 94 mpaka leo ni miaka 32. Kwa hiyo kuna kijana na miaka 28, na miaka 29, na miaka 25, ni mtu mzima sasa hivi, lakini hawezi kujua kilichotokea miaka hiyo, ila kwa kumbukumbu kama hizi ya yale mauaji yalivyotokea inasaidia kuweka akili ya vijana wetu katika mazingira ya amani zaidi. Mwenyekiti wa wananchi wa Rwanda waishio Arusha na Moshi, Flavia Busingie, amesema kumbukizi hizo si za Rwanda pekee, bali ni funzo kwa ukanda mzima wa Afrika Mashariki kuhakikisha haki inasimama na kuwawajibisha wote wanaochochea migogoro. We must be deliberate about what we allow, what we regulate and what we actively stand against. Vijana tumejifunza, tumeona madhara, tumeona vyanzo vya mauaji ya kimbali na kwa namna gani tunaenda kuzuia hali kama hiyo kutokea tena. Wafanyabiashara wanatakiwa wachukue tahadhari kubwa sana wanavyoona kuna viashiria vya tukio kama hili kutokea. Jamila Omar, Channel 10, Arusha. Chama cha walimu Zanzibar ZATU kinaendelea kutekeleza jukumu lake la kuimarisha ustawi wa walimu kwa kuandaa mafunzo ya afya na usalama kazini. Mafunzo hayo yamekusudia kuwajengea uwezo walimu ili waweze kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi zaidi, huku wakihakikisha afya zao na mazingira ya kazi yanabaki salama na yenye kuleta tija. Akifunga mafunzo hayo huko katika skuli ya Miti Ulaya, mwenyekiti wa chama cha walimu ZATU kanda ya Pemba, Abdrahmani Suri Ahmedi, amesisitiza walimu kuhakikisha wanakuwa wazalendo kwa kuboresha miundombinu yao ya kazi kwa kuweka vifaa vinavyosaidia kulinda afya na usalama. Uwekaji wa maji safi na salama ni kwa faida yetu wenyewe. Kuweka first aid box la afya katika skuli ni kwa ajili ya faida yetu sisi wenyewe. Naibu katibu mkuu wa chama cha walimu Zanzibar ZATU Salim Ali amesema chama kimeandaa mpango kazi maalum ambao utakuwa dira na mwongozo kwa walimu katika kulinda afya na usalama wao kazini. Walimu ambao ni wafanyakazi kuhakikisha kwamba viwango vya afya na usalama kazini katika maeneo ya kazi vinazingatiwa. Nakipongeza chama chetu kwa kutoa mafunzo haya kwa walimu husika ili kwa kila mwalimu kuweza kujitambua pia na kuweza kuwa imara na kufanya kazi kwa juhudi. Kwanza kuyapenda yale mazingira kwa kuwa tutakwenda kupambana katika kuhakikisha zile kasoro ama yale mambo yote ambayo yatahakikisha usalama unapatikana kwenye maeneo ya kazi, kuhakikisha kwamba yanaimarika. Ni Masanja Mabula, Channel 10, Pemba, Zanzibar. Jamii imetakiwa kujenga utamaduni wa kupima afya mara kwa mara ili kujenga miili kwa ajili ya kukabiliana na wimbi la magonjwa yasiyoambukiza. Ni maadhimisho ya siku ya afya duniani kanda ya Ziwa chini ya uratibu wa benki ya CRDB nchini, ikifanyika jijini Mwanza kwa kushirikiana na wafanyakazi wa benki hiyo na wadau mbalimbali. Jukumu la kufanya mazoezi ni la kila mmoja, na hata ukiangalia ujumbe huu ambao tunaotoa hauishii kwa wafanyakazi. Familia ya mfanyakazi ikiwa ina changamoto ya afya, hatutegemei kumuona mfanyakazi huyu akiwepo kazini. Kwa hiyo sisi kama benki ya CRDB na management nzima kwa ujumla tunaendelea kuasa wafanyakazi wetu wafanye mazoezi, lakini kula kama vile ambavyo tunavyoelekezwa na wataalamu wa afya. Daktari bingwa mbobezi wa figo kutoka Hospitali ya Taifa Muhimbili jijini Dar es Salaam, Gavin Kweka, amesema ili kukabiliana na magonjwa hayo ni muhimu jamii ikadhibiti ulaji holela wa vyakula.
Watu wanapata magonjwa sugu yasiyoambukiza kwa sababu ya vinasaba vya wazazi wao. Baba ana sukari, mama ana sukari, baba mdogo ana sukari, yeye inabidi aishi kwa tahadhari sana kwa sababu ndani ya damu yake kuna vinasaba vya hiyo changamoto. Lakini kwa 80% haya magonjwa sugu yasiyoambukiza sababu yake ni tabia ya mtu. Unavokula, unavokunywa. Nyie mnaelewa, sio wageni. Tunafahamu kwamba kwa uelewa huo mpana tukiweza kuambukiza ndani ya wafanyakazi hawa wa CRDB ambao wako hapa na wengine wananchi wote wanaotusikiliza, basi watu watapata uelewa, watajua ni namna gani iliyo bora zaidi kuweza kuishi na wataweza kujilinda wao na familia zao na baadaye kulipunguzia taifa gharama kubwa ya matibabu ambayo inalitumia. Hamasa hiyo imekwenda sambamba na upimaji wa afya kwa wafanyakazi wa benki ya CRDB na wadau wengine, utoaji wa elimu ya afya ya akili pamoja na lishe kwa jamii. Witness Matiku, Channel. Wilayani Rombo mkoani Kilimanjaro wameishukuru serikali kwa kukamilisha ujenzi wa kipande cha barabara chenye urefu wa kilomita 1.4 kwa kiwango cha lami kuanzia maeneo ya magereza mpaka kituo kikuu cha daladala. Ahmad Nandonde ana taarifa zaidi. Wakizungumza na Channel 10 wamesema kukamilika kwa barabara hiyo kumeondoa changamoto ya usafiri ya muda mrefu iliyokuwa ikisababishwa na ubovu wa miundombinu hususan mvua zinaponyesha, na hivyo kuwa kikwazo kikubwa kwa watumiaji wanaotoka sehemu moja kwenda nyingine kutokana na kuzingirwa na madimbwi. Nishukuru serikali kwa kitu ambacho wametufanyia sisi wananchi. Ilikuwa mvua ikinyesha, ukihitaji usafiri kushuka hata hapo chini magereza, bodaboda walikuwa wanasema watushuki kwa sababu ya barabara ni mbaya, mvua imenyesha. Lakini kwa sasa hivi mlivyotuwekea lami, bodaboda tukipanda, tukifika hapo magereza wanatuambia ni 1000 badala ya 1500. Tunamshukuru Mungu kwa barabara hii. Kwa kweli tulikuwa tunateseka sana biashara zetu hizi kwa na mnaoviona. Sasa hivi taa wametuwekea, kwa kweli barabara yani ukipita usiku tadhani mchana. Barabara inatereza, ina maana ukienda ukikuvuta pembeni ya barabara tayari umekwisha. Unalala hapo siku 2-3 mpaka jua likauke. Ila kwa sasa tunatereza. Meneja wa TARURA wilaya ya Rombo Erikson Lema ameishukuru serikali kwa kutoa fedha zilizokamilisha ujenzi wa barabara hiyo ya kilomita 1.4 ambayo sasa imeanza kuzaa matunda. Tunaipongeza sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea fedha ambazo zimetuwezesha kwa ajili ya kujenga barabara hii. Mkuu wa wilaya ya Rombo Mwalimu Raymond Mwangwala amesema barabara hiyo iliyojengwa kwa kuzingatia viwango stahiki ikiwemo mitaro mipana ya kutiririsha maji pamoja na taa za barabarani itasaidia si tu kupendezesha mji huo, lakini pia kuimarisha hali ya ulinzi na usalama kwa wananchi wanaotoka na kurejea majumbani mwao nyakati za usiku. Imetengenezwa lami lakini vivyo hivyo imewekewa taa. Matokeo yake usiku hapa panakuwa peupe. Kwa kiusalama imekuwa na faida kubwa sana. Wagonjwa waliokuwa wanatoka huko ndani, ambulance unaipeleka ibebe mgonjwa au usafiri wa kawaida, ilikuwa huko ni ngumu sana. Gharama ilikuwa kubwa sana. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kutuletea hii barabara kwa sababu imekuwa na chachu kubwa ya kimaendeleo. Ahmad Nandonde, Channel 10, Rombo, Kilimanjaro. Mtazamaji, na sasa tugeukie habari za michezo na burudani. Baraza la Michezo la Taifa limeupongeza uongozi wa chama cha Netball Tanzania CHANETA kwa kuandaa semina ya makocha wa mchezo huo ambapo zaidi ya makocha 50 wameshiriki. Semina hiyo ambayo ina lengo la kufufua mchezo huo kupitia mafunzo kwa makocha. Taarifa zaidi na mwanamichezo wetu Nicoden Arajiga. Akizungumza wakati wa kufungua kwa mafunzo hayo, afisa michezo mwandamizi wa Baraza la Michezo la Taifa, Ingrid Kimario, wakati alipomwakilisha katibu mtendaji wa BMT, amesema kuwa semina kama hizo ni muhimu kwa makocha, hususan katika kipindi hichi ambacho mchezo huo unatakiwa kurudi katika ubora wake. Sio mchezo wa kubeza. Ni mchezo ambao unatumia akili, mchezo ambao unatumia nguvu, ni mchezo ambao unatumia ushirikiano, teamwork, kwa sababu si ni mchezo wa timu. Kwa hiyo lazima kuwa kuna teamwork. Kwa hiyo nyinyi mmepata nafasi ya kipekee kabisa kuwa katika mwaka huu, nafikiri ndio mafunzo ya kwanza. Kwa hiyo tuwashukuru chama kwa kuweza kuorganize haya mafunzo na nyinyi mkawa ni watu wa kwanza kwa 2023 kupata haya mafunzo. Hii ni hazina kubwa sana. Ni hazina kubwa sana kwetu sisi. Kama kweli wataenda kuyafanyia kazi haya watakayofundishwa.
ni hazina kwetu kubwa sana na mabadiliko yatatokea. Ni mshangao mkubwa kutokana na kitu ambacho wamekiandaa kwa ajili ya faida ya netiboli kwa miaka ijayo. Tunapenda kushukuru uongozi wa chama cha netiboli taifa kuamua kwa mapenzi ya dhati kabisa kuleta kozi hii muhimu kwa ajili yetu sisi coaches. Nikodem Arajiga, Channel 10 Michezo. Na shukrani sana Nikodem kwa taarifa hiyo ambayo inatutimishia taarifa yetu ya habari. Hivi punde mtazamaji, tutarudi kwa ajili ya kuangalia vichwa vya habari kwa baadhi ya magazeti yaliyotufikia asubuhi ya leo.